Moja kwa moja kutoka katika kiwanja cha ndege cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hapa jijini Dar es Salaam. Kishki TV kwa mara nyingine tena inakwenda kuthibitisha kile ambacho kilitokea ama kilijiri katika siku ya tarehe 16 ya mwezi wa 3 mwaka huu 2025 katika mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni, ambapo kama ilivyo kawaida mashindano hayo yakifanyika kunakuwa na surprise mbalimbali zinazotolewa, na mwaka huu miongoni mwa surprise ambazo zilitangazwa na mwenyekiti wa kamati kuu ya mashindano hayo Sheikh Nurdin Kishki ilikuwa ni kupeleka watu umra, na tayari watu mbalimbali wamekwisha elekea, idadi yao ikiwa ni takriban watu 6, na hii leo tunakwenda kusafirisha watu wengine wawili kukamilisha idadi ya watu 8. Watu hawa si mwingine bali mmojawapo ni kulia kwangu hapa Sheikh Rahim Salad, ambaye yeye alipata nafasi hiyo. Amepata nafasi hii baada ya kijana wake ama mpwa wake ambaye alipata surprise ya namba na akaamua ampatie nafasi hiyo mjomba wake, na leo anaelekea. Lakini pia katika upande wangu wa kushoto mzee Ali Yusuf Pazi, na pia akielekea katika ibada ya umra katika siku ya hii leo. Nitazungumza nao kuweza kufahamu hisia zao kuelekea katika safari hii. Asalamu alaykum. Wa alaikum salam. Najisikia furaha sana sana sana. Yangu ni kwenda kuiombea nchi, kuiombea taasisi vile vile hii. Manake sikutegemea, lakini ilitokea kama mnavyoona. Kwa hiyo sio kwamba masihala, ilitokea na naenda kwa uwezo wa Allah. Wakati mpwa wako anakuambia kwamba nafasi hii chukua wewe mjomba, ilikuwaje hiyo? Nilifurahi sana, yani sijalala usiku yani. Unawaambia nini Watanzania? Watanzania nawaambia tushikamane na dini yetu, hilo ndo naambia. Asante sana. Na sasa tuhamie kwa mzee Pazi. Na mzee Pazi, unaelekea umra katika siku ya leo na ulipata nafasi hii, nakumbuka, kwa sababu ulikuwa ni mtu mwenye umri mkubwa zaidi pale ukumbini siku ile wakati volunteers wakipewa pongezi zao. Niambie, unajisikiaje kupata fursa kama hii? Namshukuru Mwenyezi Mungu, katika umri huu sikutarajia kwamba nitakwenda nyumba kongwe hiyo siku moja wapo, kulingana na mipango yangu mingi ya kutaka kusafiri ilipokuwa inagonga. Napanga niende hija na mipango haikubali, lakini siku nilipotoka Jai ofisini, jamaa sema bwana, twende leo kwa shekhe, pana wito pale kidogo. Basi nikaamua kufuatana nao. Basi nilivyokwenda mimi nilijiweka nje tu, wala wanambia wewe njoo huku. Alhamdulillah, nilipokwenda pale basi wote ikawa wananielekeza kwamba aende mzee huyu. Basi kwa hiyo nililala maskini, nikaamka tajiri kwa kupata nafasi ya kuja huku. Leo najisikia naelekea msafara wa umra. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu ndio mpangaji wa kila jambo. La msingi kuto kukata tamaa na kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu jambo lolote, lakini ikifikia wakati basi linaweza likatokea. Nashukuru sana, alhamdulillah. Naambia ulijaribu kuuza mpaka nyumba lakini ikashindikana kuelekea huko. Ni kweli, mara kadhaa nimetangaza mpaka kuitupa kwa thamani, lakini haikuwezekana. Lakini siku ile ilipotokea wale vijana Wajai kuniomba niingie pale ndani na kuweza kuchaguliwa, basi nilishukuru Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu ndio mpangaji wa mambo.
Umepata nafasi hii kwa sababu ya namna ambavyo ulivyojitolea katika mashindano ya Qur'an, mtu mzima kama wewe, lakini ukusita kuweza kujitoa na kutangaza mashindano ya Qur'an. Kwako ina thamani gani sana kufanya kazi ya Qur'an kwa upande wako? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba kadri nafasi itakapokuwa imepatikana, na kila mwaka nitaelekea kuifanya kazi hii, na kuwaomba wenzangu ambao hata wako katika umri kama huu vile vile, tusiachie vijana wale peke yao, kwa sababu faida yake ni kubwa mno kama utashiriki shughuli hizi. Kwa sababu leo mimi sikutegemea kwamba ningeweza kupata wasaa huu wa kuweza kupata msafara kama huu adhimu. Shukrani sana na nikutakia kila la heri. Inshallah, nashukuru sana. Asante sana. Mzee Pazi anasema kuwa hatoiweza kuiacha, lakini pia kazi ya Qur'an si kwa vijana tu, hata wazee nao pia wana nafasi ya kuweza kuifanya. Na sasa tunakamilisha na moja kati ya wale waratibu wa safari hii, na safari hii kumbuka imeratibiwa na taasisi ya Manasik Haji wala Umra. Tunakwenda kuzungumza na Sheikh Awadhi Suru hapa akituambia na pia safari hii, lakini pia kwanza yeye ni Sheikh na ataniambia, mzee amesema hapa kwamba kazi hii ataendelea kuifanya. Ukiangalia umri wake na kile ambacho alikuwa akifanya kama volunteer katika mashindano ni kitu ambacho kinatia moyo sana. Alhamdulillah wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Hakikatan kwanza kabisa niseme kwamba alhamdulillahi alladhi bi ni'mati tatimmu salihat. Allah tabaraka wa taala ndo anapaswa kushukuriwa kwa sababu kwake yeye mazuri yote hutimia. Yale ambayo yalikuwa yameahidiwa na taasisi ya Manasik kupitia taasisi yetu pendwa ya Al-Hikma Foundation katika mashindano makubwa kabisa ya Qur'ani katika uwanja wa Taifa pale tarehe 16 mwezi wa 3, ni kwamba ndo haya sasa yanatimia. Na hili niseme ni kwamba katika mlango wa at-taawun al-khair, at-taawun bitaqwa, at-taawun kusaidiana katika yale ambayo ni mema, kusaidiana yale ambayo yanatujenga katika ucha Mungu, kusaidiana yale ambayo ni katika ya khairi. Na Allah tabaraka wa taala ametuhusia hivyo ndani ya Qur'ani, lakini akasema msisaidianani katika mambo ambayo yanayopelekea katika uadui na kuwaletea madhambi. Kwa hivyo sisi tunasema kwamba haya ni katika matunda, haya ni katika mambo ambayo ya kusaidiana katika ucha Mungu, lakini pia ni kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa ujanja wetu. Bali tutafanya haya ni katika kushindana katika yale ambayo ni ya khairi, na si kwa ajili labda mtu asema anajionyesha. Hapana, tutafanya hivi kwa ajili ya kusaidia umma wa Kiislamu, na kwa sababu taasisi hii ya Manasik imefunguliwa kwa ajili ya kusafirisha watu kwenda haji na umra, ni katika mambo ya khairi. Lakini pia hapo hapo tunasaidia, na kusaidia kwenyewe ndio kama hivi promotion iliyotolewa, basi na sisi tunalibeba jukumu hili. Ahadi imetimia, na hawa mnaoona wazee wetu leo wanaenda katika kutekeleza ibada ya umra kupitia taasisi yetu pendwa ya Manasik. Na mzee wetu mashallah kazungumza maneno mazito sana kwa umri wake huu alionao. Hakikatan yani ni maneno ambayo yatakana tuyachukue, tuyazingatie, na sisi hiyo ni mfano tuweze kuiga, kuitumikia hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umri huu mzee alikuwa pale uwanjani, lakini lengo kuu ni nini? Kukienzi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika ni jambo zito sana. Yatakana kizazi cha zama zetu hizi kiweze kuchukua mazingatio kwa wazee wetu ambao wanaithamini Qur'ani, wanaienzi Qur'ani kwa umri huu. Wako wengi ambao walikuwa wamelala nyumbani, hawakudamka kwenda pale uwanjani, lakini wazee kama hawa hakika walikuwa wako pale, na wakawa ni katika wale ambao wamebahatika na kuweza kupata leo kwenda kutekeleza ibada ya umra. Lakini si hivyo tu, kwenda kuikanyaga ardhi takatifu ash-sharifaini al-haramaini ash-sharifaini Makka wal Madina. Fadhila gani! Allah subhanahu wa ta'ala
anasema hakika katika Qur'ani hii Qur'ani ni utajo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ukiitaja Qur'ani, ukiisoma Qur'ani itakupa utulivu katika moyo. Lakini akakazia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kitabu hichi kitawainua baadhi ya watu katika nyinyi, lakini pia kitawashusha watu baadhi katika nyinyi. Haya ni matunda ya Qur'an. Hakika Qur'an imewainua wazee, wanaenda kwa mji wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipozaliwa Makka, lakini wanaenda katika mji wa Mtume alipoishi na kuzikwa hapo Madina kwa sababu ya kupitia Qur'an. Na wahusia ndugu zangu katika imani kwamba tukimbilie yale ambayo ni ya kheri, na hakika ikitokea jambo lolote limetangazwa la kheri, basi tuwe ni katika wale miongoni ambao Allah subhanahu wa ta'ala anasema kimbilieni katika yale ambayo ni ya kheri, shindaneni katika yale ambayo ni ya kheri. Tanafus ni katika kule kufanyaje katika ile ambayo ni ya kheri, sio kutanafus katika mambo kuchangia au kudhamini vitu ambavyo havina maana katika dini duniani na akhera, wala havikupi na manufaa. Allah anasema faliyatanafasil mutanafisun, yote haya ni katika mambo ya kheri. Jazakumullahu khairan. Mimi niseme kwamba kama msemaji wa manasik, hakika tunahitaji dua zenu sana katika kuyatekeleza haya, kuyafanya haya. Dua zenu zinahitajika, lakini pia msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba sana. Tuendelee na kuyafanya haya, na taasisi ya Al-Hikma tutaendelea kufanya nayo kazi, na tutaendelea kushirikiana katika haya ambayo yanafanywa na taasisi hii, kusimamisha mashindano makubwa yale ya Qur'an. Dunia nzima imetambua Tanzania kwa sababu ya Qur'an, kwa sababu ya kupitia taasisi ya Al-Hikma, jambo lile kubwa ambalo wanalifanya katika uwanja wa Taifa pale. Dunia nzima haijawahi kufanya kitu kama kile, lakini pia lazima ataawun, kushirikiana na kupendana kulisimamisha jambo hilo ambalo ni zito sana, lakini pia dunia nzima inashuhudia na kushangaa. Si tusema katika mambo ya kheri, tunasema ni katika mambo ambayo yana manufaa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na naomba Allah subhanahu wa ta'ala awalipe viongozi wetu, au ape umri wenye manufaa, lakini awahifadhi na shari na hasadi za watu na vijicho. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala aijalia Al-Hikma iwe ni yenye kuleta manufaa kwa jamii kwa ujumla, lakini hasatan katika jamii ya Kiislamu kwa Tanzania na nje ya Tanzania. Naam, ni Sheikh Awadhi Suru huyo kutoka katika taasisi bora kabisa ya usafirishaji katika upande wa haji na umra. Hii si taasisi nyingine bali ni Manasik Haji wal Umra. Na Mzee Ali Yusuf Pazi pamoja na Sheikh Ibrahim Salad huyu leo wanakiwa wanaondoka kuelekea katika mji mitukufu kule ya Maka na Madina kwa ajili ya ibada yao ya umra, na wanakuwa ni watu 8 kwa idadi ile ya kukamilisha watu ambao walipata surprise katika mwaka huu 2025 ilitokana na mashindano makubwa zaidi ya kuhifadhi Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni, mashindano yanayosimamiwa na kuandaliwa na Al-Hikma Foundation. Kwa niaba ya mwenzangu Ramadhan Komaji mcha Mungu, mimi naitwa Khalid bin Omar. Hadi wakati mwingine tena, endelea kutazama Kishki TV. Kishki TV, nuru ya dini yako.